Habari ya asubuhi mkutano. Na habari Francis Katiba Ndacha kutoka Kenya, Nairobi. Hao ndio wahusika wakuu wa mnakasha huu au mdahalo huu. Tuko hapa wao wakituwakilisha katika pande mbili, upande wa Kikristo na upande wa Kiislamu. Kwa hiyo wewe Muislamu, tambua katika mada hii ambayo nitaenda kuitaja muda si mrefu, tambua unawakilishwa na Dr. Sule, na vivyo hivyo kwa upande wa Kikristo. Tuombe. Mada ya leo inaitwa Je, Yesu alikufa na kufufuka? Je, Yesu alikufa na kufufuka? Kwa upande wa sisi wa Kristo, tunaamini Yesu alikufa na kufufuka. Na hiyo ndio kiini cha imani yetu sisi. Jana tumezungumzia mada inayosema je, Yesu ni Mungu? Bila shaka mliona na mlisikia. Na leo tunaenda kuzungumzia hiyo. Lakini kabla ya yote, tunahitaji kidogo kufanya kitu kidogo hapa kama soft match. Yaani mada tangulizi kati ya mwalimu Frank Onyango na Sheikh Mbogo. Ndani ya dakika 40 tutazungumzia mada inayosema je, kati ya Bwana Yesu na Muhammadi nani anastahili kufuatwa? Hiyo ni chai kidogo ya kwanza kati walimu wetu wale ambao wametuweka hapa wakiwa wanajipanga vizuri kwa ajili ya kuweza kutufikishia elimu ambayo tunaingojea. Kwa hiyo hii elimu ambayo ataenda kuitanguliza Onyango pamoja na Sheikh Mbogo ni elimu pia mtambuka pamoja nasi kwa neema yako. Pia tunakushukuru kwa maana umewezesha walimu wetu kuwa na afya na kufika hapa kwa ajili ya mdahalo huu wa kielimu. Na sitasahau kuiombea serikali ya nchi ya Tanzania pamoja na rais wa nchi hii katika wana wa Israeli. Nabii Isa kiumbe kama viumbe wengine. Baada ya Bwana Yesu ukamleta Bwana wa utukufu, mwalimu wa Yesu, mwalimu wa manabii, Bwana Mtume Muhammad, kwa uthibitisho wa vitabu vyote. Wewe ndiye Mola mwenye uwezo, basi tunakuja kuanza mdahalo. Wewe ndiye ulituambia tuweze kufanya munakasha na ndugu zetu wasiokuwa Waislamu ili kuweza kuwathibitishia imani sahihi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, lainisha ulimi wa wahubiri wote kwa upande wote ili waweze kufikisha kile ambacho wataweza kukifikisha, na tunakuomba ulete mioyo ya watu iweze kuwaelewa na ukweli uweze kubainika. Tunakuomba wewe Mwenyezi Mungu, kwa kuwa tuko katika nchi ya amani, nchi ya salama, basi wape nguvu viongozi wa nchi hii ya Tanzania, kuanzia tangu Rais Samia Suluhu Hassan, umpe nguvu, umpe ushujaa, umpe mamlaka ya kuweza kuongoza wananchi katika hikima, katika salama na amani, kama anavyoipeleka kwa salama na amani. Mzidishe uwezo na hekima, na wote wa makamo yake uweze kuwapa hekima na hekima na hekima zaidi ya hekima, ili waweze kuwasimamia wananchi katika mfumo wa amani. Kwa utukufu wako wewe Mungu muumbaji, na wananchi wote uweze kuwazidishia usalama na amani, wafanye shughuli zao kwa usalama wa amani, na Tanzania uzidi kuibariki kama ulivyoibariki ikawa ya amani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante Sheikh. Naona umezungumzia jambo la mada ndani yake ambayo tunakuizungumzia. Si mbaya. Mwalimu wangu Frank Onyango ataenda kusema nani ni mtukufu kati ya Muhammadi na Bwana Yesu. Onyango, kwa haraka zaidi naomba ukimbie ushike maiki.
wanadamu. Kwanza kabisa Qur'ani na 61. Soma hiyo. 43. Na kwa kweli yeye Nabii Isa Yesu ni alama ya kiyama, kuwa kinaanza kutukaribia, wala msikifanyie shaka, na nifuateni. Kwa nini Qur'ani inasema Yesu ni alama ya kiyama? Sawa? Ndio. Ndani ya Biblia atakaye wahukumu wafu ni Yesu. Timotheo wa 2:4 inasema, na kuagiza mbele za Mungu, ndio, na mbele za Kristo Yesu atakaye wahukumu walio hai na waliokufa pia. Sasa Muhammad yako hai ama alikufa? Amekufa. Nani atamhukumu? Yesu Kristo. Sasa tutafuata mwenye kuhukumu ama mwenye kuhukumiwa na sisi? Tutafuata mhukumu. Unaona hapo ndio kuna matatizo. Na Yesu ametoa madai ya pili. Anasema katika Yohana 5:23. 5:23. Yohana 5:22. Inasema hivi katika 5:22 kitabu ni cha Yohana. Mada ya leo ambayo tunaijadili kati ya Yesu na Muhammad, nani wa kufuata? Soma. Inasema hivi, ndio, maana kama Baba awafufuavyo wafu na kuwauisha. 22 ndio nataka. Ndio. Soma. Tena Baba. Inasema hivi, tena Baba hamhukumu mtu yoyote, bali amempa mwana hukumu yote. Kwa hivyo nani atahukumu watu wote? Yesu Kristo. Kwa hivyo tutamfuata mwenye kuhukumu watu wote ama mwenye tutahukumiwa pamoja na yeye? Tutamfuata mwenye kuhukumu watu wote, ambaye ni nani? Yesu Kristo. Sasa Yesu ametoa madai, anasema yeye ndiye atahukumu ulimwengu, na Yesu akasema anayenifuata atakuwa na uzima. Wapi Muhammad aliwahi kusema yule atakayemfuata atakuwa na uzima? Muhammad anasema katika 10:105 Qur'ani 10:102. Soma hiyo. Wanangoja jingine, mfano wa siku za adhabu. Muhammad anazungumzia adhabu inayokuja zilizowafika watu waliopita kabla yao. Twende. Basi nini? Semeni. Sema. Ngojeni. Muhammad anasema ngojeni. Mimi pia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pamoja nanyi katika wanaongojea. Kwa hivyo Muhammad na sisi tunafanyeje? Tunangojea adhabu. Tunangojea nini? Adhabu. Muhammad kumbe anangojea adhabu. Sasa tumfuate mwenye kungojea na sisi ama tumfuate mwenye anakuja kuhukumu? Tumfuate yule ambaye anakuja hukumu. Hiyo ndio mada ya leo kati ya Yesu na Muhammad. Nani mwenye kufuatwa, mwenye atawafaidi wanadamu? Yesu anasema ako hai na anasema yeye ni uzima na ufufuo. Tunapoangalia ndani ya maandiko ya vitabu na ushahidi wote, tunaelewa kwamba Yesu amejifunua kama nisaidie 5:28 mfano Yohana 5:28. Msistajabie maneno hayo. Yesu anatangaza, anasema msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja, anasema kuna saa inakuja ambao watu wote waliomo makaburini watasikia sauti yake, kisha nao watatoka, waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hivyo sisi wote kama tulitenda mabaya tufe, nani atatufufua? Yesu Kristo. Andika sasa, anaandika. Wewe umekuja kusoma. Naam. Si atubahatishi. 34:28 Qur'an. 28 Al-Karim. Inasemaje? Kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Twende baba. Mwenyezi Mungu anasemaje? Na hatukukutuma. Sikiliza hayo. Hatukukutuma ya Muhammad. Hatukukuleta ya Muhammad. Ila kwa watu wote. Kila mtu mkono juu. Kila mtu hapa mkono juu. Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume. Kwanza Mungu ndiye aliyemtukuza huyo mtu ambaye ni Yesu kwa mkono wake wa kuume. Awe mkuu. Kwanza awe mkuu. Sikiliza, tulia kidogo hapa mwalimu wangu. Huyo amesema Yesu ndio mkuu na mwenyekiti wake akamalizia. Yaani amemaliza mwalimu wangu kwamba Yesu ndio mkuu. Ndio maana nikauliza, kwani wanataka kupigana ngumi? Waonekane mwenye uzito mkubwa nani? Sasa huyu Mungu sasa amemtukuza awe mkuu kwenye nini? Kupigana. Kufanyaje? Twende. Na mwokozi. Awe mwokozi. Awape. Waisraeli. Toba. Na nini? Na msamaha wa dhambi. Waisraeli peke yao. Nyinyi mnajipendekeza tu. Yaani sawa sawa na wewe Mtanzania unatangaza mi Arsenal bana, mi Arsenal. Hata uwanja wa ndege hujawahi kuvuka pale. Wewe Arsenal unakujua wewe. Ndio kama nyinyi sasa. Mi Arsenal. Kwa hiyo kwa mujibu wa mafundisho ya vitabu vyote, Yesu ni kwa wana wa Israeli peke yao.
Sasa sikiliza maneno mengine haya, nauliza ahadi ya Mungu nyingine. 13 Matendo hiyo 23. Sikiliza nyingine hiyo, muda ni mchache tu, lakini hii darasa ni kubwa sana. Na soma 23. Namuuliza Mungu tena ndani ya Biblia. Katika uzao wake mtu huyo. Jamani sikiliza, bado msisitizo huko pale pale. Katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli nani? Mwokozi. Yaani nani? Yaani Yesu, kama alivyoahidi Mungu. Sasa wewe njoo uvunje hii ahadi kama kidume kweli. Ahadi ya Mungu Yesu kwa wana wa Israeli kama kidume kweli, njoo uvunje useme Mungu muongo. Ahadi ya Mungu ni kwa watu wa dunia nzima, wa Makonde, wa Jaluo, uje utuambie hapa. Lakini kinyume cha hivyo bado ukweli utakuwa pale pale. Nyinyi ni abiria wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo maandiko yako wazi. Mwalimu, ndio umeshaweka maiki chini. Haya, lakini pameeleweka. Nasubiri dakika nyingine. Ni 20 kabisa. Umeona nimewekea 20. Mimi waga sipendelei. Nataka hoja ziweze kudunda vizuri. Jamani, mambo ni matamu, si ndio? Yaani paka nashawishika, labda tuendelee na mdahalo huu na tuweke open. Au sio? Kuna mambo mengi ya kujadili. Hata pale Biafra siku moja iwezekana tuweke pale tent nzuri, kibweta kizuri, mashe wangu pale naye mshuke. Na mimi nitashuka pale kidogo. Sasa muda wetu ni mchache sana ambao nataka wahusika wetu hii maiki nayo kuna zingua kidogo. Basi nitawapa dakika 5. Onyango 5 na Mbogo 5 ili waweze kusummarize mada yao. Wakristo mmemsikia Mbogo, si ndio? Si mmemsikia kwamba mada yetu kati ya Mtume Muhammad na Bwana Yesu, nani anastahili kufuata? Hakuwa na shaka kwamba Yesu ni mkuu uzima, Yesu atafufua. Hata Muhammad huko nafikia mwalimu atakuja kuelezea vizuri, njoo pande haraka. Kwa lengo lake tu nataka kujua Yesu anastahili kufuatwa na ulimwengu mzima kulingana na hoja aliyojenga. Sasa mwalimu, naomba uelezee watu namna hiyo. Nafikiri mwalimu wa Kiislamu amechanganyikiwa na mada. Mimi nimeleta mada upande huu akaigeuza. Hatukuwa nazungumza nani katumwa ulimwenguni. Sijui unanielewa huyu? Kapotea kitambo huyu. Alafu anasema Muhammad ametumwa kwa watu wote. Haya, Musa naye alitumwa kwa watu wote. 7144 Qur'an. Unasema wewe ni mwalimu? Matatizo kweli. Haya, soma hiyo. 744 Qur'ani suratul Araf. Inasema twende 744. Twende. Akasema Mwenyezi Mungu, nini? Ewe Musa, mimi nimekuchagua juu ya watu wote. Nimekuchagua juu ya Israeli. Nimekuchagua juu ya watu wote. Kwa hiyo watu wote bimaana hata huyu alikuwa huyu hakukuwa. Kwa hiyo maandiko yanaposema Muhammad ni juu ya watu wote, watu wote ni yakina nani? Sawa? Naam. 3444 Qur'ani, andika hiyo mpya. Vipi wewe? 3444 Qur'ani. 34. Umeshindwa na Muhammad, Yesu utamjua, alafu nikuje kwa Yesu. Soma hiyo. 3444 Qur'an. Wala hawa Waarabu, hawa wa Tanzania. Waarabu ndio hatukuwapa vitabu kabla ya kitabu hiki. Twende. Wakawa wanavisoma. Endelea. Wala hatukupeleka mwonyaji kabla yako. Hatukuwapelekea Waarabu mwonyaji kabla yako. Haya, sasa wewe Mwarabu. Vipi wewe? Wewe Mtanzania tena unajifundisha lugha ya kigeni. Wewe si Mwarabu. Muhammad alitumwa kwa Waarabu watu wote. 26214 Qur'ani. Mpya hiyo andika. Haraka dakika moja nimsafishe Yesu. Wewe vipi? Soma wewe 26214 Qur'ani. 214 inasema, hii mada nzuri. Na uwaonye. Muhammad anaambiwa na uwaonye jamaa zako walio karibu nawe. Si hao ni maanti zake na maanko na hao wengine. Naam. Sasa huyu ni jamaa ya Muhammad. Mtiani. Vipi wewe? Muhammad aliambiwa aonye cousins, baba yake, mama yake hao. Wewe ulitokea wapi? Sasa amesoma Mika 5:2, amekwama, akakanyanga breki kama lori. Soma 4.
Unajisifu mwalimu vipi? Mika 5 alisoma 2. Sasa soma 4. Mika 5:2. Alisoma 2. Sasa wewe soma 4. Inasema 4. Kazi ya Yesu inaanza Israeli. Sikiliza andiko mwalimu wewe. Unasema wewe ni mwalimu, soma. 4 inasema, twende. Naye atasimama. Yesu atasimama na kulisha kundi lake kwa nguvu za Bwana. Maliza. Kwa enzi ya jina la Bwana. Kisha Mungu wake. Alafu nao watakaa. Maana sasa atakuwa mkuu hata misho ya dunia. Hata Israeli peke yake. Hata misho ya dunia. Israeli peke yake. Misho ya dunia. Huyu vipi? Yohana 4:42. Biblia usome kimsikiti. Soma Yohana 4:42. Sasa Yesu alisema nalitumwa katika kondoo waliopotea Israeli. Sasa Samaria alienda kufanya nini? Soma usikie. Soma Yohana 4:42. Na hii mada tuianze vizuri, iwe na masaa 2. Muone patashika suruali kuchanika. Soma Yohana 4:42. Sasa kama Yesu alitumwa Israeli, Samaria alienda kufanya nini? Na nitakusomea hata Waarabu kuna wale waliamini. Soma usikie. 42 nasema, twende. Wakamwambia yule mwanamke Msamaria, wakamwambia, sasa tunaamini. Wala si kwa sababu ya maneno yako tu. Si kwa sababu wewe Msamaria umetuhubiria tu. Maana sisi tumesikia sisi wa Samaria wenyewe. Tena twajua ya kuwa sisi wa Samaria tunajua ya kuwa hakika huyu Yesu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Wa Israeli. Wa ulimwengu. Vipi wewe? Biblia utaelewa vipi? Yesu alianza kazi yake Israeli. Na hiyo si mada ya leo. Nimetoa hoja Muhammad kafa, Yesu ako hai. Ungepita hapo. Muhammad hawezi kutufaidi maana kafa, kaburi yake inalindwa na askari mpaka leo. Yesu yu hai. Muda umekwisha. Endelea bado dakika moja. Haya, piga Matendo ya Mitume sura ya 2 aya yake ni ya 5. Sasa nikuonyeshe. Wale walihubiri injili. Yesu akawaambia nendeni. Walihubiria kina nani? Matendo ya Mitume 2 anzia mstari wa 5. Chap mwalimu wangu. Inasema, soma. Mama akawaambia watumishi. Matendo Acts chapter 2. Au sabani. Changamka, niko na sekunde 30. Matendo 2:5. Changamka. Inasema, na waliokuwa Yerusalemi, Wayahudi wakikaa. Wayahudi walisikia. Watu wateua. Ndio hao. Watu wa kila taifa chini ya bingu. Huyu maskini anasema ni Israeli. Twende. Basi sauti hii iliposikiwa. Soma 9 inasema, Waparithi. Ndio. Na Wamedi. Twende. Na Waelemi. Twende. Na wakawa Mesopotamia. Soma. Uyahudi na Kapadokia. Maliza. Ponto na Asia. Twende. Frigia na Pamfilia. Twende. Misri na pande za Libya karibu na Kirene. Twende. Na wageni watokao Rumi. Ndio. Wayahudi na waongofu. Ndio. Wakirete na Waarabu. Ati na nani? Na Waarabu. Kumbe Waarabu wa kwanza waliamini Yesu Kristo. Mlipotelea wapi ndio mkakuja Tanzania nyinyi? Muhammad aliwapeleka pabaya. Toka maiki chini. Dakika 5 umemaliza. Shembogo, panda juu. Nafikiri umesikia hoja za mwalimu Onyango, Frank Onyango. Tunategemea uweze kuzipangua. Naomba utroti kabisa. Leo umepiga laba kabisa, naona shekhe unadunda. Karibu. Onyango nimempa amepiga mpaka dakika 5 na sekunde 21. Sawa Ndio nakupa hizo zote dakika 5 na sekunde 21. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya. Onyango bado hajaelewa alichokifuata. Akasema alivyoandiko la Mika. Tena yeye anasema mimi sijasema, tumesoma. Tatizo lako wewe unanisingizia wakati tumesoma kitabu chako. Alafu ungekuwa mkweli ungerudia haya nilizosoma ili onekane kwamba mimi nilichokizungumza hakipo. Wewe mimi nimesoma Mika 5:2 ukasema twende 4. Sasa 4 na 5 ipi iliyotangulia na ipi ya mbele? Alafu anasema naye ataongoza hata miisho ya dunia. Miisho ya dunia maana yake ni mwisho, mpaka mwisho bado atakuwa ni mtawala kwa wana Israeli hivyo hivyo tu. Sio miisho ya dunia kwamba eti ataongoza dunia, hapana. Miisho ya dunia maana yake mpaka kiyama kitaingia Yesu bado ni mtawala kwa wana Israeli tu. Hakuna haja ya kugeuka hapo.
lakini wewe umechanganyikiwa. Labda Kiswahili mfano akasema, Waarabu walimwamini Yesu. Mbona sisi tulikuwa tunaamini Kibaki ni rais wa Kenya? Kwani rais wetu? Uhuru Kenyatta alikuwa rais wa Kenya, alikuwa rais wetu. Sikuwa tunaamini hivyo. Kwani wao wanaamini Samia ni rais? Nyinyi mnamfuata rais wenu yule? Hapana. Wewe umepotea kitu kidogo, ule maandiko yamekushinda. Lakini kuna mambo akasema Yesu atahukumu. Eti Yesu ndio anatoa hukumu. 12:44 Yohana. Uzani nitakuacha huko, sikuachi mimi huko. 12:44 Yohana. 44 Yohana inasemaje? Na Yesu akapaza sauti akasema. Maneno ya Yesu akapaza sauti akasema, yeye aniaminie mimi haniamini mimi, bali yeye aliyenipeleka. Naye anitazamaye mimi, ndio amtazama yeye aliyenipeleka. Endelea. Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu. Ili kila aniaminie mimi asikae gizani. Endelea. Mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike. Mimi si mhukumu. Rudia tena. Mimi si mhukumu. Rudia tena. Mimi sifanyi nini? Si mhukumu. Anayemhukumu. Unaona maneno? Waislamu takbiri. Mbona mmeacha kushangilia? Kwa hiyo Yesu anakataa. Nyinyi mlikuwa mnadanganya watu kwamba Yesu atahukumu. Mwenyewe anarudia, mimi si mhukumu. Nyinyi kama Yesu anahukumu, alimpeleka mtu jela? Nyie vipi? Na kama kweli Yesu anahukumu, hivi Yesu na Van Damme kwenye picha ya Saibogi, Van Damme aliwekwa msalabani kachomoka, akatimka zake. Nyinyi si mnamtangaza Yesu alishakufa. Sasa ana hukumu gani wakati yeye tena mnatangaza Mungu, alafu Mungu viumbe, yani kinyago, Makonde anachonga kinyago kimchimbie mkwala aliyekichonga, alafu kimpige mpaka afe? Inawezekana? Haiwezekani. Kwa hiyo hoja ya msingi hapa, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndio ametumwa kwa ulimwengu mzima. 13:24 Luka. Nyingine hiyo. Kwa hiyo nyinyi ndio uchochoro wenu mnapitia huu hapa, tunamuuliza Yesu uchochoro huu hapa. 13:24 Luka. Inasema hivi. Inasemaje? 13:24 Luka. Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Sasa mlichokisahau ndio hiki hapa. Jitahidini kuingia katika mlango ulio nyembamba. Kwa maana nawaambia ya kwamba, Yesu anawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia. Unaona, hata hao watataka kuingia mlango wa Yesu. Wengi watataka kuingia lakini wasiweza. Hawataweza. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, nanyi kaanza kusimama nje. Mnagonga mlango. Endelea baba. Endelea. Tufungulie. Mnamlaumu Yesu. Tufungulie. Endelea. Endelea. Naye atajibu na kuambia. Atawaambia, nyie siwajui mtokako. Sasa wewe Yesu na Onyango wapi na wapi? Onyango na Yesu wapi na wapi? Ndacha na Onyango wapi? Anasema yeye sikujui unakotoka. Endelea baba. Siwajui mtokako. Endelea. Ndipo mtakapoanza kusema. Ndipo ataanza kusema tulikula kunywa mbele zako, alafu ulifundisha katika njia. Ndio watatatu. Kule ni mkate huo ndio mwili wa Bwana Yesu aliyowambwa juu msalabani. Yesu anasema acheni mikwala nyinyi, mimi siwajui wala nini. Ondokeni zenu huko. Atawaambia nyie siwajui mtokako. Maliza baba, maliza. Ondokeni. Mwalimu. Imeingia hiyo.
Naona unakiuka utaratibu. Ilikuwa andiko lilikuwa linamaliziwa. Imepenya. Yaani ukipigwa stop. Kisha kwa mwalimu professional unatakiwa usikilize utaratibu. Wala haijapenya. Sasa mambo ni matamu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakristo wameshawishika. Waislamu takbiri. Huu ni mdahalo wa kielimu. Unajua siku hizi tumekuwa si kama zamani. Watu walikuwa na uchungu, wanaokota mawe, si ndio Lakini leo tunaokota mawe ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo lazima uchukue mada, uitafakari, afu uamue kwa upande. Najua kabisa ndugu zangu Waislamu wamesema unyango hapa hoja zake si mchezo. Lakini ngoja tuvumilie. La msingi, Mungu akipenda. Tuko pamoja Mungu akipenda. Tutafanya hii midahalo live. Uwanja prope. Mashehe wawepo. Mada kama hii ni kama kionjo tu, ina vitu vingi sana na pia ni kiini cha imani hii. Unasemaje Mbogo? Unasemaje Dr. Sule? Wewe niangalie tu kwa chini. Haya. Sasa imefika wakati ule walengwa wetu waweze kusimama. Walengwa wetu waweze nini? Kusimama. Mjiandae sasa. Mada yetu ya leo naitangaza upya. Je, Yesu alikufa na kufufuka? Ni kama tu Waislamu wanaoji kiini cha imani yetu kama jana nilivyokuwa. Na bila shaka jana mliona mlishawishika kusilimu. Hata misuri hajanishawishi bado. Labda leo atanishawishi nipige shahada. Na Shehe Mbogo na Hadiaji Sule watanisilimisha hapa kama nikishawishika, maana jana sikushawishika. Haya, Mwalimu Ndacha, hii mada iko upande wetu wa Kristo. Mada ya jana ilichaguliwa na Mbogo. Labda niweke sawa. Kuna wengi wanafikia hizi mada mbili tumechagua sisi wa Kristo. Laha. Tunapokuwa katika mikutano kama hii ya midahalo, tunaruhusu uchaguzi wa mada toka pande mbili. Kwa mada ya jana alichagua Dr. Sule kwa niaba ya Waislamu wote, na mada yetu ni ya leo ambayo Ndacha alichagua kwa upande wa Wakristo. Kwa leo Ndacha ataanza kupeleka mada, maana iko upande wetu, na ataipeleka kwa dakika 30. Baada ya hapo Alhaji Sule ataijibu hoja kwa dakika 30. Alafu tutaingia dakika 15 kama jana. Kwa hiyo ule sasa mtautune kwa namna tofauti tu. Na la msingi ningeomba wenye viti, tunahitaji leo maswali mengi sana kutoka kwa walimu wa pande zote, pamoja na ikiwezekana chance ikipatikana tutawapa pia na wageni wetu wale kuja kusikiliza. Kwa hiyo sasa hivi ni saa ngapi? Saa 5:24. Kwa hiyo saa 5:30 tutaanza. Mwalimu atasimama hapa. Mwalimu, siko tayari? Bwana apewe sifa. Wakristo, nyanyua mkono. Mkaribisha mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Piga haleluya 3. Haleluya. 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 Mwalimu karibu. Dakika 30. Naombeni timekeeper, huo timekeeper wa Kikristo timekeeper wa Kiislamu naomba jitokeze akae pale. Leo nimeahidi kusilimu kama mwalimu wangu atashindwa kujibu hoja za Sule. Na pia ahadi patikane kwa Dr. Sule kama alivyosema, akishindwa Shehe Mbogo hapa na Dr. Sule, mimi wote mbatiza Sule, mimi nitambatiza nani? Mbogo. Nitaweka na pilipili manga kidogo kwenye maji. Mwalimu karibu na maiki. Haya, asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Na kwako pia. Waislamu, asalamu alaikum. Amujibu salamu. Haya,
Nafikiri pengine mliumia jana, sijui. Maana jana mlinijibu salamu, leo mmegoma. Amenigomea. Sasa mada yetu iko na anwani. Mada yetu iko na anwani, Yesu alikufa na kufufuka. Hiyo ndio anwani ya mada ya leo. Kwa hivyo nitaweka hoja ndani ya hayo maneno. Yaani maneno hayo ndio msingi wa mada ya siku ya leo. Sasa kitu ambaye nataka niseme ili watu waweze kunielewa ninapopeleka mada. Waislamu wanafundisha Yesu hakufa. Na kama hakufa, basi hata kufundisha alifufuka bado hawawezi wakafundisha hivyo. Waislamu wanafundisha, haswa hawa wa dhehebu la Kisuni, wanafundisha Yesu atarudi afe, lakini andiko kama hiyo hakuna, ni maneno tu ya mdomo. Kama iko watatoa. Lakini kuna Waislamu wa dhehebu la Kihamadia, wale wanasema Yesu alifika msalabani, lakini hakufia msalabani. Pale msalabani alisilahi, yani wanasema alifananishwa kwao kama maiti, lakini hakuwa amekufa. Lakini baadaye akatibiwa, akatorokea Kashmiri kule India. Kule India akaishi miaka 120, akaoa, akazaa watoto na akafa. Na mpaka wa leo kaburi yake iko kule Kashmiri. Hao ni Waislamu wa dhehebu la Kihamadia. Lakini hawa wa Kisuni wanasema wa makataruhu wa maswarabuhu walakin shubhalahu. Ndivyo wanavyosema. Lakini kwetu sisi wa Kristo, ingawa tumegawanyika katika madhehebu kama walivyogawanyika katika madhehebu, katika swala la kufa kwa Yesu hatujagawanyika. Kila Mkristo wa dhehebu yoyote wanasema Yesu alikufa, akafufuka na yuko hai na hata kufa tena. Ndivyo Wakristo wanavyoamini. Sasa kile kinahitajika leo ni sisi tujenge hoja zinazotetea imani hiyo, na Waislamu wajenge hoja inayotetea imani yao. Huo ndio mdahalo wa kielimu. Sasa kitu cha kwanza, Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo hajawahi kufa na hapatikani na mauti, na hakuna mtu anaweza kumkaribia hata mmoja. Mungu ama Bwana Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa kitu cha kwanza, maana tuna manabii, tunawaamini manabii. Akina Yeremia tunawaamini, Isaya tunawaamini, Musa tunamwamini. Yule hatumwamini ni Muhammad, huyo hatumwamini. Lakini wale ambao tunaowaamini, kuna wengi wao wamekufa na kuna wengine wao waliuawa. Kama Yohana Mbatizaji aliuawa, hakufa kifo cha kawaida, aliuawa, alikatwa kichwa na mfalme Herode. Lakini leo hatujadili kifo chake, kwa sababu kifo chake hakina faida yoyote kwa ulimwengu huu. Kwa nini tujadili kifo cha Yesu? Kwani Yesu ni nani huyu aliyekufa? Msomaji, mwalimu. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:7. Waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wake ni wa 7. Kwa nini tujadili kifo cha Yesu? Why? Kwa nini tungangane? Kwa nini tungangane alikufa hakukufa? Kwa nini? Kwa nini tusingangane Musa?
Kwa nini tusingangane Yohana Mbatizaji? Kwa nini tungangane tu Yesu? Kwa nini tusingangane Muhammad? Kwa nini? Si mnasema hata Muhammad hajakufa bado, hata alikufa lakini bado wako hai. Si nimesoma vitabu vingi vinasema hivyo vya Kiislamu. Soma tusikie. Inasema twende, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, tunashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Basi hiyo ndio sababu yule aliyekufa ni Yesu mwana wake Mungu wetu. Na jana ndio nikakwambia mwana wa Mungu ni Mungu katika asili. Usifikiri ni mwanadamu alikufa. Unafikiri Mungu atatoa mwanadamu akufe? Si akitoa dasha akufe kazi ishe. Mungu hakumtoa dasha ama sure afe. Mwanadamu hana gharama yoyote anaweza kulipa ya deni. Mungu alimtoa Yesu sehemu yake mwenyewe, hiyo ndio ingeweza kulipa deni ya dhambi. Na ndio sababu tunajadili mada hiyo. Sasa ina faida gani? Naongelea kwa mujibu, kama Yesu angeingia kwa kaburi akwame akose kufufuka, wale wanahubiri habari za kiama ya wafu wangekuwa wanaongea uongo, kwa sababu kiama ya wafu ameleta Yesu kwa kufufuka kwake. Wakorintho wa kwanza 15:12 na 13, alafu uruke 21. Changamka. Wakorintho wa kwanza 15:12, 13, alafu uruke 21. Inasema hivi. Inasemaje? 15:12. Ndio. Hadi ni cha Wakorintho wa kwanza. Safi. Basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, kama Yesu anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Kuna watu ambao wanadai ya kwamba hakuna kiama ya wafu, na wakati huo tunahubiri Yesu alifufuka katika wafu. Soma 21 inasema hivi. Ndio. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, yani mauti ililetwa na mtu kwa kutenda dhambi, kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Habari nani? Yesu Kristo alichukua mwili wa binadamu ili aweze kulipa deni ya dhambi. Msomaji? Mwalimu. 2:7 wa Filipi. 2:7 kitabu ni cha Wafilipi. Inasemaje? Biblia inasema hivi. Twende. Iweni 2:7 kitabu ni cha Wafilipi. Samahani kidogo. Inasema hivi katika 2:7 kitabu ni cha Wafilipi. Safi. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Yesu alijifanya kuwa hana utukufu. Akatoa namna ya mtumwa. Yesu akatoa namna ya mtumwa. Akawa ana mfano wa mwanadamu. Rudia. Akawa ana mfano wa mwanadamu. Rudia. Akawa ana mfano wa mwanadamu. Rudia. Akawa ana mfano ya mwanadamu. Kumbe Yesu hakuwa mwanadamu. Alichukua namna ya utumwa, akawa na mfano wa nani? Wa mwanadamu. Tupe habari. Akawa tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, kama umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza. Yesu akajinyenyekeza, akawa mtii hata mauti. Akawa mtii hata mauti. Naam. Mauti ya msalaba. Kwa hivyo Yesu alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti ya msalaba. Kwa hivyo Yesu alichukua mwili akawa afe msalabani. Sasa mada ya leo, alikufa ama hakufa? Sasa kwa wengine adima. Sasa mada, sikiliza. Kwanza ninatoa changamoto kwa Waislamu. Kuanzia suratul Fatiha
mpaka Suratul Nasi. Na ninaahidi leo, na niliwaambia mimi sichezi. Kama nyinyi mmekuja kwa mdahalo kucheza, mimi sichezi. Mimi kile ninachouliza kama mtakijibu, mimi sitaogopea mtu. Nitapiga shahada hapa na nikuwe Muislamu wa kweli. Kama mtajibu, sikiliza swali. Na ninaomba watu ambao mko huko nyuma msiniongeleshe. Mtu anyamaze. Msinijibu au nini. Mimi naongea na nyinyi, nyamazeni mnisikilize. Kama kuna mtu atakayejibu hoja huyu Dr. Sule, na nitakayoijeka ya kwa akijibu tu hiyo na shahadia. Qur'an 157 Nasema twende. Na kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Mariamu mtume wa Mungu. Sisi tumemuua. Kuna watu ambao zama za mtume Muhammadi wanadai watamuua Muhammadi kama walivyomuua Isa zama za Muhammadi. Wanaambiwaje? Hali hawakumuua, ndio, wala hawakumsulubu. Ndivyo. Kama hamjui sababu nzuri haya, mniambie mimi niwatolee hadithi. Nyinyi hamjui sababu. Hawakumuua wala hawakufanyaje? Wala hawakumsulubu. Imesema hakufa. Hawakumuua wala hawakumsulubu. Sasa sikilizeni hoja. Msifikiri nacheza. Naomba msaidiane hapo, mko walimu wengi. Kuanzia Qur'ani sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho, naomba andiko linalosema Yesu hakufa hata kwa hadithi za Muhammad. Si hawakumuua. Sasa kwa nini niseme alikufa na kuna andiko linalosema hawakumuua? Kwa nini niseme hivyo? Qur'ani 8:17. Kuna wengine waliuawa na Mungu akasema hawakumuua. Inasema hawakufa. Walikufa, lakini Mungu anasema nyinyi hamkuwaua. Si kusema hawakufa, walikufa, lakini wanaambiwa hawakuwaua. Soma andiko. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sasa sikilizeni hoja. Hamukuwaua nyinyi. Hamukuwaua nyinyi, lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaua. Kwa hivyo walikufa ama hawakufa? Walikufa. Na wanaambiwa hamukufanyaje? Hamukuwaua nyinyi, lakini walifanyaje? Walikufa. Nani aliwaua? Mwenyezi Mungu. Sasa kujeni mtoe andiko Yesu hakufa, kunyesha mvua ya makunguru. Sasa mimi natoa aya sasa ndani ya Qur'ani kupitia kwa mashehe ambao wamekubalika katika Uislamu. Mungu ndiye alimuua Yesu, sio wale walisema watamuua. Muje mpite ndani kama nyinyi vidume. Msomaji, chukua Qur'ani ya Ibn Kathiri. Niko nayo. Ibn Kathiri ni mtafsiri wa Qur'ani anayekubalika katika dhehebu la Kisuni. Sasa katika hiyo 3:55 nipe fafanuzi, commentary ya hiyo aya. 3:55 inasema hivi. Inasemaje? Inni mutawafika. Inni mtawafika. Mimi nitakufisha. Mimi nitakuwa. Maanahu, maana yake ndio mumituka. Nitakuwa. Maliza. Waqala Ibn Idrisa safi an Ibn Ishaqa, ndio amatahu Allahu 3 ayami. Mungu alimuua Yesu siku tatu. Thumma ba'athahu. Hebu sikilizeni, naomba hivi kama hii ni wa kweli, tafadhali naomba. Na mimi sitaki mjadala wa mzaha. Mimi nataka mjadala wa kweli. Huu ni mjadala wa elimu na una mchezo. Na ninamwaminia Sule ni mtu ambaye amehitimu kielimu. Naomba tusiweke mzaha hata kidogo. Kama hiyo Kiarabu nitakuwa nimekikosea, Sule aje apite ageuze. Nataka kuambia kama nitakuwa nimegeuza ama nikakikosea, mimi nasilimu na nimeahidi kama unaogopa Mungu. Rudia. Inasema amatahu Allahu 3 ayami. Mungu alimuua Yesu siku 3. Twende. Thumma ba'athahu. Kisha akamfufua. Thumma rafa'ahu. Kisha akamnyanyua kwake. Nimesema ama Qur'ani? Hiyo iko hapo. Iweke hapo kama nyinyi vidume. Muje muichukue muieuze. Wakihitaji hiyo hapo watachukua. Sasa mimi nimeshatoa aya
katika Qur'ani muna wale waliosema wamemuua, wanaambiwa sio nyinyi, hamukumuua. Ara anarudi anasema nilimuua mimi. Kwa nini Ara anasema alimuua? Soma hiyo Qur'ani 3:55 tafsiri ya Barwani. Aya sasa inasemaje? 3:55. Hakuna Muislamu msomi anaweza piga kifo cha Yesu. Labda Waislamu tu ambao hawajasoma. Unaona kuna Muislamu mmoja amewatoa jasho hapa Tanzania kuhusu kifo cha Yesu. Hakuna shehe hata mmoja amevunja hoja zake. Mbona mmenyamazia? Soma hiyo. Inasema katika 3:55 kitabu ni cha Qur'ani. Twende. Pale Mwenyezi Mungu aliposema. Sikiliza, mimi naomba tutumie haki ya andiko. Pale Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, mimi nitakufisha, mimi nitakuua na nitakunyanyua kwangu. Nini inaanza? Kufishwa. Nini nafuata? Kunyanyuliwa. Sasa kujeni mgeuze kunyanyua, kufisha. Ara hajasema hivyo. Ara amesema kufisha, kunyanyua. Inawezekana kufisha hawajui ni kufa. Nisaidie Qur'ani tafsiri ya Farisi 2240 niwasaidie Kiswahili. Maana inawezekana mnaongea Kiswahili lakini kufahamu 2240 nao ni tatizo lingine. Inasema hivi katika 2240 kitabu ni cha Qur'ani. Safi. Na wale wanaofishwa wanafanyaje? Wanaokufa. Lakini ndani ya Qur'ani neno hilo kufisha limetumika mara 25. Mara 23 linaongelea kufa kabisa, unazikwa kwa kaburi. Mara 2 peke yake linatumika kulala ukaamka asubuhi. Kufisha. Mungu anakufisha usiku, anakufufua asubuhi. Mara 2 ndani ya Qur'ani. Lakini katika sura ya 3 aya 55 kwa wale wanajua sheria ya Kiarabu, hilo neno limetumika hapo, si la kulala. Yesu anasema ini muntawafika wala fiuka ilayya, nitakufisha na nitakunyanyua kwangu. Ndio naona shehe huyu aliyetafsiri Qur'ani anaitwa Ibn Kadhiri, anasema huyu ya Allah alimuua Yesu siku ngapi? Siku 3. Alafu akamfufua nani? Akamfufua Yesu. Alafu Yesu akaenda wapi? Akaenda mbinguni. Kwa hivyo Yesu alikufa ndio akanyanyuliwa, sio alinyanyuliwa aje afe. Labda muandike Qur'ani yenu hiyo ya kugeuza. Lakini hii nitakuwa ndio nikunyanyue. Sasa kama nyinyi Waislamu mnakubali Yesu kanyanyuliwa, kwa nini mnakataa kufa? Maana alikuwa afe ndio anyanyuliwe. Kubarili alikufa ndio akanyanyuliwa, ndio mwe wa kweli. Msimufanye ara muongo. Njoni mupite, si mko wengi hata hamtulii. Watu waniwezi. Na kama waniweza watulie. Wakae tu kama vile nakaa pale. Siongei. Niko mimi vyangu nasikiliza. Kama vidume kweli, watulie, wasikuwe na shida, huyu anisikilize. Uone. Na nikiachwa na sure peke yake, huyu namubatiza asubuhi mapema. Na kama ni uogo, sure kaa hapa. Na mimi nikae hapa. Kama ni uongo, kaa hapa. Na mimi nikae hapa. Kieleweke sasa. Kaa hapo na mimi nikae pale. Sasa narudia tena, hakuna aya katika Qur'ani wala hadithi za Mtume Muhammadi linalosema Yesu hakufa, na likitolewa ninakuwa Muislamu leo. Unaitwa Osama bin Laden. Siku shida wakisema tu hawakumuua. Sasa wale nimekutolea aya katika 8:17 walikufa, lakini ara nasema hamukuwaua nyinyi, ni mimi niliwaua. Hivyo Yesu anasema, ara anasema hamukumuua nyinyi, mimi ndio niliyemuua. Lakini katika Biblia aliyekufa ni mwana wa Mungu. Msomaji? Mwalimu. Sasa tuulize Yesu ndani ya Qur'ani 19:33. 19:33 Qur'ani. Amani ipo juu yangu. Amani iko juu yangu. Siku niliyozaliwa. Siku nitakayokufa. Na siku nitakayofufuliwa
kuhesabiwa kuwa hai tena. Ninaiacha hivyo hivyo, na mngojea aje aseme siku nitakayo kufa, na kugoja hapo, sishereheshi na kugojea upite hapo. Unaona kwa sababu Yohana Mbatizaji na yeye hivyo alisema amani iko juu yangu siku niliyokuzaliwa na siku nitakayo kufa. Ako hai, amekufa. Muhammad naye anaambiwa utakufa, ako hai, amekufa. Sasa Yesu ndani ya Qur'ani anasema amani iko juu yake siku ya kuzaliwa, amani iko juu yake siku ya kufa, amani iko juu yake siku ya kufufuliwa. Ara anasema nitakuua ndio nikunyanyue. Hawezi kumnyanyua akiwa maiti, alifufuka ndio akanyanyuliwa akiwa hai. Na vile tunaongea saa hii, Yesu yuko hai na yuko mbinguni, na yuko hai, hakufa, alikufa akafufuka na yuko hai milele na milele. Amina. Kila Mkristo akuje ngumi, kohoa kidogo, kohoa tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naeleweka sieleweki? Umeeleweka. Naeleweka sieleweki? Umeeleweka. Ufunuo 1:17. Nami nilipomwona, na kama kuna siku nawaambia Waislamu mtakoma ni leo. Mimi nawahakikishia kabla tumalize hii mada patakuwa patashika suruali kushanika hapa. Soma hiyo. Nami nilipomuona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa, akaweka mkono wake juu yangu. Yohana aliutokewa na Yesu. Yesu akaweka mkono wake juu ya Yohana. Yesu akasemaje? Akaniambia usiogope Yohana, usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Na aliye hai. Tazama, ndio mimi nilikuwa nimekufa. Na tazama. Rudia tena. Na tazama. Rudia tena. Na tazama. Maliza. Ni hai hata milele na milele. Nilikuwa nimefanyaje? Nilikuwa nimekufa, na sasa niko hai milele na milele. Nilikuwa nimefanyaje? Nimekufa. Si wanasema Yesu ni nabii wao? Ndio. Sasa kujeni mseme huyo nabii wenu muogo, alidanganya, alikuwa amekufa. Nyinyi ndio mnajua kumuliko hakufa, na muna haya, muna andiko, mnapiga vitu na hamna dalili. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa tunauliza kwa nini Yesu anasema yuko hai milele na milele? 6:9 Warumi 6:9. Mimi natoa maandiko, alikufa, amefufuka, amefufuka. Naomba sura katika usomi wake, mudaharo ni wa kielimu, atoe andiko hakufa. Sikusema alianguka kwa mtaro, sijui alikuwa na blue na red, sijui masaa 5 masaa 6. Hiyo nitakupigilia msumari wa inchi 9. Inasema tukijua ya kuwa Kristo akisha kufufuka katika wafu, hafi tena. Akisha fanyaje? Akisha kufufuka katika wafu, hafi tena. Akisha fanyaje? Akisha kufufuka katika wafu, hafi tena. Anayefufuka anakuaga amekufa kabisa, si ndio? Ndio. Tunauliza Yesu, ulikuwa umekufa ndio ukafufuka? Wakorintho wa kwanza 15:3. Inasema hivi. Inasemaje? Wakorintho wa kwanza 15:3. Twende. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Inasema twende. Kwa maana na aliwatolea nyinyi hapo mwanzo safi yale niliyopokea mimi mwenyewe. Twende. Ya kuwa Kristo ati nani? Ya kuwa Kristo ati nani? Ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Safi. Kama yanenavyo maandiko. Ni mimi nasema ama maandiko? Kama yanenavyo maandiko. Na mkutano wetu ni wa mdahalo wa
kielimu na nimetoa maandiko. Yesu alifanyaje? Alifufuka, alikufa. Soma maandiko hii. Alikufa. Inasema kwa maana na aliwatolea nyinyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa na kufufuka. Inasema hivi 15:3 wa Korintho wa kwanza. Kwa maana naliwatolea nyinyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Sasa mimi hata nikakaa chini, mtu ambaye hanielewi, labda yule bumbumbu mwenye anielewi saa hii, na nimetoa maandiko Yesu kafa, tungegojea sure aje aseme andiko Mathayo hakufa, andiko Korani ngapi hakufa. Sasa ningekuwa nimeona kumbe sure sasa ana hoja, lakini usema aligeuka, alienda kwa akapiga guraya, akapiga guresheni. Hiyo si hoja hiyo. Na wagojea ready, sijui masaa ngapi ni kusema hakukufa ama buru au hiyo, na ngoja za mtu anaitwa Bogo, maana najua Bogo akili ya shule ni Bogo ni shule, najua. Kwa hiyo najua hakuna kitu kingine mpya, hiyo nakuachia hapo kibano hapo, wewe ngoja tu ukuje uingie hapo. Msamaji, mwalimu, tuko na dakika ngapi? 5. Sasa dakika hizi 5 mimi naomba nitoe maandiko tu. Yesu alikufa. Kwanza nipe 13:33 Yohana. 13:33 kitabu ni cha Yohana. Twende. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Katika 13:33 kitabu ni cha Yohana. Na nimesema baba hafi. Baba wa Yesu amemtoa Yesu mwanawe afe. Sasa kusema Mungu hafi, baba ndiye. Inasema enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi, mtanitafuta. Nimekuambia 19:33 Yohana Paulo. Samani 19:33, nilikuwa 13. Inasema hivi. Inasema lakini walipomjia Yesu. Rudia. Walipomjia Yesu. Rudia. Walipomjia Yesu. Rudia. Walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa. Walikuja kwa Yesu wakaona amefanyaje? Amekwisha kufa. Sasa mtu ambaye amekufa anatakikana afugwe sada, apelekwe kwa kaburi. Sasa wewe Yesu ulifugwa sada ukawekwa kwa kaburi. 23:52 kitabu cha Luka. Mtu huyo wewe kuja kwa sada na saduku, hiyo ni msosi, nitakuonyesha kivumbi. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato. Akataka kupewa mwili wa Yesu. Ama Yesu akaushusha. Alitaka kupewa Yesu au mwili wa Yesu. Maana amekwisha kufa. Akaushusha. Kumbe ulikuwa msalabani. Akaushusha. Akauzinga sanda ya kitani. Alafu akauweka katika kaburi. Sasa kujeni mseme alilala. Mniambie mkilala mnaweka kwa kaburi. Mkilala usingizi. Hata ni kulala. Sasa mnalala mnavugwa sada. Yesu alikufa, akavugwa sada, akawekwa kwa kaburi. Haya, twende kwa kaburi tuangalie kama ako bado ama amefufuka. 28:5 Mathayo. Inasema hivi. Inasemaje? 28:5 ni kitabu ni cha Mathayo. Twende. Biblia inasema malaika akajibu akawaambia wale wanawake, maliza, msiogope nyinyi. Kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Maliza. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama
alivyosema. Kumbe Yesu alikuwa amesema atakufa na atafufuka. Kwa hivyo alikufa na akafufuka kama alivyosema. Alipofufuka alienda wapi? Matendo 1:9. Matendo ya Mitume 1 mstari wake ni wa 9 na 10. Alafu nichukulie hiyo Qur'ani ya Ahmadiyya uweke hapo. Niko nayo. Niwape kibarua kizito sasa. Na wako kanisa na hizi Qur'ani zenyu mtapata adabu. Inasema hivi katika 1:9. Akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama akainuliwa, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mnasimama mkatazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni. Kwa hivyo Yesu alikufa, akafufuka, akaenda wapi? Mbinguni. Ili mtawafika warafyauka ilayya. Si imeingia? Ndio. Si imeingia? Ndio. Chukua Qur'ani 3:55 ya Ahmadiyya. 3:55. Piga ukurasa wa pili. Inasema hivi 3:55. Kuwa Nabii Isa amekufa, kuwa Yesu amekufa, ni jambo la hakika kabisa, ni jambo la hakika kabisa, lisilo na kinyume. Hiyo ni Qur'ani au gazeti au nini? Hii ni Qur'ani. Hebu soma kwa gozi. Inaitwa Al-Qur'an Al-Karim. Inasema Holy Qur'an. Bas, mimi ngoja hoja zangu zipitwe ndani. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Naam. Mdahalo wa kielimu. Aliye na sikio amesikia. Imenenwa wazi wazi kwa kutumia maandiko. Naam, hiyo ndiyo elimu. Sio ya darasa la kwanza au la pili, ila ni zaidi ya sekondari, ni zaidi ya chuo. Karibu mwenyekiti mwenza kumkaribisha muhusika. Waislamu, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Takbir. Takbir. Naam. Hapa tunakwenda vizuri sana. Tunakwenda vizuri na mdogo wangu hapa, kwa sababu ni kijana ambaye amenikuta katika mahubiri, kwa hiyo ni mdogo wangu. Sistaajabu kuzeeka kabla, ni maisha tu. Sallallahu ala Muhammad. Ananiambia, unasikia elimu hiyo? Nikamwambia hamna elimu naiona. Akaniambia elimu ipo. Nikamwambia hapana. Ndacha ameongea vizuri sana, ila mwalimu Ndacha, samahani, sikugusi katika mada, ila kuna kitu nataka ukikifanya unakuwa mzuri zaidi. Lile neno lililonukuu katika aya, ini mutawafika, ndio inavyotamkwa, sio mutawafika. Usiweke alifu katika wao, sawa? Sigusi mada. Sasa ndio nilimwambia mwenyekiti, nipo makini sana kuliko unavyoniona. Usione nimeshika fimbo nimeinama. Wewe andika huko, uliandika yote mimi nakutajia hapa. Sasa mimi ndo nataka niwaletee mwalimu. Ndacha kazungumza, halafu mimi naleta mwalimu aje afundishe. Kwa sababu kuna tofauti baina ya kuzungumza na kufundisha. Dr. Sule, dakika ni 30. Nasemaje mwenyekiti, nipo makini sipo makini? Nipe mkono kama umekubali. Karibu msikitini, wewe mfagiaji msikiti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'di. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka ziada za kheri zimiminike kwa wingi kwa kiongozi wa umma, kipenzi cha watu, mtume wa watu wote, Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ndugu yangu Ndacha amemaliza kuzungumza dakika 30 na sasa ni wakati wangu mimi kuwakilisha imani ya Uislamu juu ya msalaba anachodaiwa kufanyiwa Bwana Yesu. Kabla sijaanza mada, naomba nitumie fursa hii kuwaambia wasikilizaji duniani, mada ya msalaba na kifo cha Bwana Yesu ndiyo injini ya Ukristo. Yani Wakristo wanatofautiana vitu vyote, lakini sio kwenye msalaba. Kwa hiyo unapoutaja msalaba katika Ukristo, ndio unautaja Ukristo wenyewe. Na walioanzisha imani ya Ukristo walicreate kwa nembo ya msalaba. Kwa hiyo Ndacha anapokuja kuzungumza hapa, au Jeff Masawe au mwingine yoyote yule, akiwa anazungumzia msalaba, kifo cha Bwana Yesu msalabani, anakwenda kuthibitisha injini ya Ukristo ndiyo inayobeba imani ya dini ya Kikristo. Bahati mbaya sana, ndugu yangu Bwana Ndacha ametumia muda mwingi kueleza imani ya Ukristo na namna Ukristo unavyoamini msalaba. Biblia kabla haijafika hapo ilipo, ilitumika miaka 500 kuiandaa, kuitengeneza, kuidesign, kuishape, ili Ukristo na Wakristo wamuone Yesu katika sura iliyomo ndani ya Biblia. Na ndiyo maana katika Biblia unakutana na vitabu ambavyo wanatheolojia wa Kikristo wamevishape kwa lengo la kupromoti na kutangaza Ukristo. Wameziandaa fikra za Mkristo autambue Ukristo na Yesu kwa njia na muonekano uliofundishwa ndani ya Biblia. Na ndiyo maana kwa shepu hiyo Biblia imekuwa inajikontradict yenyewe baadhi ya vitu. Kwa mfano, jana tulikuwa tunazungumzia mada ya Mungu ni nani? Yani Yesu ni Mungu. Mimi nikathibitisha Mungu ni Allah na Yesu ni mtume wake. Mungu ni Yehova na Yesu ni mtume wake. Yeye akasema hapana, Mungu mwenyewe ndiyo Yesu. Jana amefundisha jamii kwamba Mungu ni Yesu, na akaweka misimamo kuwa Mungu ni Yesu. Leo anakuja kuonyesha yule Mungu aliyemtetea jana kafa msalabani. Yani alikaa muda msalabani akafa, alikaa kaburini masaa kadhaa. Swali linakuja, ikiwa yule Mungu aliyemtetea jana ndiyo Mungu aliye hai, alafu leo anamtetea kafa, haya masaa kadhaa 72 aliyokaa kaburini, dunia ilikuwa inaendeshwa na nani? Huu ndio Ukristo ulivyotengenezewa shape ili Mkristo apelekwe kama gari bofu. Yani huku anaamini hiki, dakika hiyo hiyo anaamini hiki. Sasa wajibu wetu na lengo letu sisi ni kufundisha. Sisi tunapoisoma Biblia
msingi wetu wa kwanza juu ya kuifahamu Biblia ni kuitazama Qur'ani. Kwa nini imekuwa hivyo? Qur'ani ni kitabu kilichokuja baada ya Wakristo na Ukristo, halina mjadala hilo. Lakini Qur'ani ni kitabu kilichokuja kurekebisha maelekezo yenye mapungufu na udhaifu ndani ya Biblia, kwa sababu Warumi walipoamua kuifanya dola yao na imani ya Kikristo kuwa ni kitu kimoja, wakitumia maandiko matakatifu ya Wayahudi, walilazimika kubadili baadhi ya vitu na vingine kuviondoa kabisa. Mwenyezi Mungu alipomleta Mtume Muhammad ili kuondoa mkanganyiko, ndiyo akampa Qur'ani na akampa maneno haya 548 Qur'ani. Kazi inaanza sasa. Twende hapa. 548 Qur'ani. Ndiyo. Kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na tumekuteremshia kitabu. Mungu anamwambia Muhammad, we Muhammad, tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya kubainisha haki. Lengo la kuletwa Qur'ani ni kuibainisha haki. Kwa nini inabainishwa haki? Kwa sababu kuna watu walipanda batili. Kwa kuwa jamii ilipandwa batili, Mungu ameleta Qur'ani kuibainisha haki ili watu wapate kujua tofauti ya batili na haki, kwa sababu batili haiwezi kumea wala kukaa kwa muda mrefu. Batili haidumu, lakini haki inadumu. Na batili mara zote inapofundisha mawili, ima itapingana au itasema uongo. Ndo kanuni ya batili, na ndio tutakachokiona kwenye msalaba. Endelea. Kinachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake. Hii Qur'ani kwanza inataka kutufahamisha, kutuelekeza kwamba kabla ya Qur'ani hii Mungu anatambua kulikuwa na vitabu vya Mungu, yani Torati, Zaburi na Injili. Vitabu hivi Qur'ani inavikubali, inaviamini, inavielekeza ni maneno sahihi ya Mwenyezi Mungu. Endelea. Na kuvihukumia. Lakini kazi ya Qur'ani pamoja na kuthibitisha vitabu hivyo vilikuwepo, pia inatoa maelekezo, inafanya judgment, inahukumu, inafasiri nini? Kama haya, kama ndani ya kitabu kile. Ndani ya kitabu kile. Kile cha Biblia kile. Ndiyo yaliyoharibiwa. Kuna baadhi ya mambo yameharibiwa. Endelea. Na mengine katika na mengine katika hayo. Na mengine katika hayo ndiyo yaliyosalimika. Yako maneno yaliyosalimika. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameileta Qur'ani iwe dictionary ya Biblia, kufasiri mapungufu yaliyomo ndani ya Biblia na makamilifu yaliyomo ndani ya Biblia. Ndiyo maana mwanatheolojia yoyote Muislamu msomi akija hapa hawezi kukataa maneno yote ya Biblia, ila atasema yapo ya mapungufu na yapo ya kweli, na atajenga hoja kuthibitisha yepi mapungufu na yepi ya ukweli. Sasa tuzungumze kifo cha Yesu. Nimesema leo nataka nitoe elimu. Ndacha utasoma, wenzako watasoma, na dunia itasoma. 4:57 Qur'ani. Mungu anasema nini juu ya kifo cha Isa? Japo yeye alifasiri haya anavyoitaka yeye. 4:57 kitabu cha Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na kwa ajili ya kusema kwao, Qur'ani imekuja baada ya Biblia. Wakristo tayari walishafundisha kwamba Yesu kafa. Qur'ani inataka kuonesha watu lile tukio si la kweli, na kwa kuwa Mwenyezi Mungu wa Qur'ani ni Mungu kweli, alikuwepo wakati Yesu anatakiwa kufanyia tukio hilo, na aliyaona yaliyokuwa yanataka kufanywa kwa Yesu, ilibidi Mungu atoe statement halisi, ile pure statement ambayo inaelezea kifo hicho kilikuwaje, tukio lilikuwaje, na mazingira yakuwaje. Na maneno haya Qur'ani kama kweli yatakuwa ya Mungu, basi yatakwenda kuleta fasiri katika Biblia vile alivyoeleza Mwenyezi Mungu. Biblia itatiki kwa hayo ndiyo maneno ya kweli.
Endelea. Na kwa ajili ya kusema kwao, Mungu anasema kwa ajili ya kusema kwao wa Kristo, sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Mariamu. Wa Kristo na Mayahudi, na hapo wanakuja wa Kristo kwa nini? Ieleweke vizuri. Kwa nini nimetumia wa Kristo kwenye kipande hiki? Kwa sababu wakati Yesu yuko duniani, taifa lilokuwa linawatawala Wayahudi walikuwa ni Warumi. Na Warumi ndio walikuwa wanaitawala lile taifa. Nguvu kubwa ya mafundisho ya Yesu ilipelekea kuwafanya Warumi wa hofu kuvunjiwa taifa lao. Jambo hili lilipelekea wakae chini wakishauriana na wanafiki wachache katika Mayahudi namna watakavyodhibiti harakati za Bwana Yesu katika kuwafanya Wayahudi kumwamini, ili watu waendelee kuwa chini ya utawala wa taifa la Kirumi. Kwa kuwa Warumi hawa mwaka 321-25 ndio waliunganisha dini na taifa la Urumi kwa maana ya mila na desturi kuwa kitu kimoja. Mwenyezi Mungu amewataja kwa ujumla wao Mayahudi na Wakristo kwa ajili ya kusema kwao, sisi tumemuua Isa mtoto wa Mariamu. Hakuna anayepinga kwamba Wakristo na Mayahudi ndio wenye kauli ya kuamini kifo cha msalaba cha Yesu. Endelea. Mtume wa Mungu. Huyo Yesu mwenyewe anasema wamemuua, cheo chake ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Endelea. Hali mtume wa Mungu, ndio hali hawakumuua, ndio wala hawakumsulubu. Andiko la Yesu, Mungu anatuambia hilo tukio alilotakiwa kufanyiwa Yesu, hawakumuua wala hawakumsulubu. Nakumbuka wakati Mungu anaelezea kisa cha Yesu, nyuma yake tu kuna watu wawili waliuawa tena na taifa hili la Warumi. Yohana Mbatizaji alikatwa kichwa chini ya Herode na kichwa chake kachezwa mpira. Mungu hakulizungumza hilo. Lakini pia Zakaria alikuwa ndani ya mti akakata na msumeno akamuua. Warumi hawa. Mungu hazungumzi matukio ya Yohana Mbatizaji pamoja na babake Zakaria. Anazungumza tukio la Yesu kwa sababu anajua ndani ya tukio hili kuna upotovu na watu watapotezwa. Kwa ajili ya kusema kwao, sisi tumemuua Isa mtoto wa Mariam mtume wa Mungu, hali ya kuwa hawakumuua wala hawakumsulubu. Mungu ameendelea kutoa ufafanuzi wa vyote viwili. Msalabani Mungu anasema Yesu hakwenda, wala kifo Yesu hakukionja. Bali walibabaishiwa mtu mwingine. Lakini Mungu anasema hilo tukio si kwamba wakati wa matukio hayo hakuna mfano wa tukio lilotokea, bali wakati tukio hilo linafanyika Mungu alifanya change kota. Mungu mwenyewe ndio alifanya change kota, akababaisha mtu kwa nafasi ya Yesu ili mradi wafanyaji waone wamefanya. Endelea. Wakamdhani Nabii Isa, na wakati wanafanya ili tukio, wale wote walikuwa wanafanya walidhani anayekwenda kufa pale alikuwa Bwana Yesu. Mungu anaendelea kufafanua. Endelea. Na kwa hakika wale waliohitilafiana katika hakika hiyo, na Mwenyezi Mungu anasema, anafafanua sasa, na kwa hakika wale wanaozungumzia jambo la kifo wanahitilafiana katika jambo hilo. Yani wale wanaozungumzia msalaba, na ukitaka we Mkristo uzungumzie msalaba, ukitaka Biblia tuibane juu ya kifo cha Yesu, inahitilafiana. Kuna mambo yanatofautiana ili kuthibitisha kuwa Qur'ani ni maneno ya Mungu kweli, japo Muhammad hakuwepo. Kwa kuwa Mungu aliyemfunulia Muhammad alikuwepo siku ya tukio, Mungu anasema wao wanaosema jambo hilo wanahitilafiana. Yani kuna mambo katika tukio hilo, hawa wanasema hivi na hawa wanasema hivi. Sasa tutaiuliza Biblia, ni kweli maneno ya Mungu wa Qur'ani wauaji wanatofautiana katika kuzungumzia kifo chake? Endelea. Wamo katika shaka nalo jambo hilo, na wao wenyewe katika jambo hilo wamekaa juu ya shaka kubwa, hawana uhakika, kwa sababu wakati wa tukio hili kuna vitu vinachanganya, kuna vitu vinafanya misunderstanding, unashindwa kuelewa ukweli wa hili uko wapi. Kwa hiyo kwa mujibu wa Qur'ani, tumalize chini. Maliza. Wao kabisa hawana yakini juu ya jambo hili. Wao kabisa hawana yakini. Kwa sababu gani wanakosa yakini? Kuna vitu vinatofautiana. Endelea. Kuwa kweli wamemuua Nabii
kabisa. Tena mashaka yenyewe ya kuwa hivi aliyekufa alikuwa Yesu kweli au mtu mwingine? Isipokuwa wanafuata dhana tu. Imani ya Ukristo juu ya Yesu ni dhana, kufa msalabani, sio uhakika. Na kwa yakini, na Mungu anamaliza, anatoa judgment, na kwa yakini hawakumuua. Ukweli juu ya jambo hilo, Yesu hakufa msalabani, na huo ndio msimamo wa Uislamu. Sasa leo tunakwenda kubomoa, tunatia chumvi injini ya dini. Leo ndio mwisho wa injini ya dini. Yesu hajafa msalabani. Ziko sababu za msingi kadhaa zinazopinga habari ya kifo cha msalaba. Ikumbukwe Yesu alikuwa ni Myahudi. Na katika 5:17 Yesu anasema, msidhani nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kuitangua bali kutimiliza. Yesu wakati yuko duniani, sheria iliyokuwa ikimtawala ilikuwa ni Torati. Ndio maana aliposema mengi, alipoulizwa alisema, wazijua amri, wazijua amri, wazijua amri, kwa sababu yeye kama Myahudi kitabu cha sheria kilikuwa kinamtawala ni Torati. Injili aliyokuja nayo ilikuwa habari njema. Sa Torati inasema nini juu ya kifo cha msalaba? Ima mtu awe kafa chini au kafa juu, lakini kakaa msalabani. Torati inasemaje? 21:22 Kumbukumbu la Torati. 21:22 Kumbukumbu la Torati. Twende haraka la Taurati. Ndio. Inasema akiwa mtu ametenda dhambi. Kwanza sharti la mtu kuwekwa msalabani kwa mujibu wa kanuni ya Torati, ambayo ndio sheria ilikuwa inataka, na ndio makuhani walikuwa na wahukumu watu. Sheria ilikuwa mtu afanye dhambi kiasi cha kufa. Swali linakuja, Yesu aliwekwa msalabani, alifanya dhambi gani? Jibu ni kwamba hakuwa na dhambi. Walimhukumuje mtu kwa dhambi ya kifo wakati hakufanya dhambi hiyo? Endelea. Akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa, ndio akauawa, huyo mtu ukamuua, nawe kisha ukamtundika juu ya mti, akakaa juu ya mti, mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, lazima utamzika siku hiyo hiyo. Sharti mtu aliyekaa msalabani azikwe siku hiyo hiyo. Kwani? Kwa sababu aliyetundikwa, mtu yoyote akiwa msalabani, awe katundikwa yuko hai au katundikwa maiti, kwa lengo la mafundisho ya Torati, mtu yoyote aliyekaa msalabani, awe yuko hai au katundikwa kafa, amelaaniwa na Mungu. Huyu mtu anakuwa na laana ya Mungu. Maana yake kila mtundikwa msalabani amelaaniwa. Na ndiyo maana kifo cha Paulo na Petero vinatofautiana baina ya 67 na 68 AD. Mwaka 67 alifariki Petero, lakini alitundikwa msalabani, lakini Paulo alinyongwa. Kwa nini? Petero alihukumiwa kwa mujibu wa dini yake na Paulo alihukumiwa kwa mujibu wa imani yake. Msalaba ni laana. Sababu ya msingi, Mungu asingeruhusu kifo hiki hata kama ingekuwa ndio ukombozi kwa Kristo. Madhara yake ni kumlaani nabii wa Mungu. Mungu hawezi kuacha nabii wake alaaniwe kwa wewe unayevaa kimini sketi unaenda kanisani, wafu nasema Mungu haangalii roho, Mungu haangalii mavazi, anaangalia tu moyo wako. Huu ni ujinga wa imani. Yani Mungu amtie mtu msalabani, wewe unakwenda kanisani kusali, hujachukua udhu, unaishi maisha unayotaka? Haiwezekani. Yesu ni kiumbe mtakatifu. Mungu hawezi kumwacha azolote tu hivyo, au wawe tu hivyo ovyo, tena anakufa kwa laana. Haiwezekani. Haiwezekani. Hii moja ya hoja ya msingi inayopelekea kwamba sisi Waislamu kwa mujibu wa maandiko tunaamini Yesu hakufa msalabani. Na ukitaka kujua tukio hili halikuwa mpango wa Mungu, ilikuwa ni biashara baina ya Warumi pamoja na Mayahudi ili kuondoa kero ya Yesu ambaye alionekana kuteka watu zama za utawala wao. Kabla ya kumuua iko mipango ilifanywa. Mipango gani? Yohana 11:47-50.
Yohana 11:47-50. Sasa kama mpango wa Kristo mnaokolewa kwa njia ya kona kona na chochoro kama hivi, Ukristo bakini nao, sisi hatuna kazi nao. Basi wakuu wa makuhani hawa sasa ni Mayahudi na Mafarisayo ambao pia ni Mayahudi, lakini wale wasiokubali Torati wakakusanyika pamoja. Mafarisayo, wakuu wa makuhani, wasomi wa Torati na wale wasiokuwa wasomi wa Torati, viongozi wakakaa pamoja. Endelea. Wakaanza kuulizana, tunafanya nini hivi sisi katika kukaa kwetu kwa uongozi tulionao na haya anayofanya Yesu na taifa linavyomuona kwamba huyu anaweza kutengeneza dola mpya, tunafanya nini sisi? Uongozi wetu una faida gani? Endelea. Maana mtu huyu Bwana Yesu huyu Bwana Yesu huyu Yesu afanya ishara nyingi, anafanya sana miujiza huyu. Tukimwacha hivi, kama ataachwa endelee na miujiza, watu wote watamwamini. Israeli nzima watamwamini yeye. Warumi hawatakubali kuona Waisraeli wanamwamini Yesu. Endelea. Na Warumi wakijua hilo, kwa sababu ndio watawala, watakuja katika madaraka yetu, watatuondolea mahali petu na wataondoa utawala wetu wa kuwa makuhani wa kusimamia Wayahudi wenzetu na taifa letu, na taifa zima tutaondolewa. Warumi wataweka watu wengine wa kusimamia jambo hili. Endelea. Mtu mmoja miongoni mwao, katika wale waliopo pale kulikuwa na kuhani mmoja katika wao, Kayafa. Jina lake alikuwa anaitwa Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule. Tena yeye ndio alikuwa kuhani mkuu mwaka huo. Yeye ndio alikuwa mkuu wa viongozi wa dini mwaka huo. Akawaambia, ninyi hamjui neno lolote. Nyinyi hamjui nini cha kufanya, nisikilizeni mie. Hamjui neno lolote. Nyinyi wote wajinga, hamjui, nisikilizeni mie. Wala hamfikiri ya kwamba, hivi nyinyi hamuoni ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu? Ni bora tumuue huyu Yesu kwa ajili ya kuendeleza huu ulimwengu, wala lisiangamie taifa zima. Tufanye hivi kwa lengo ili tusije tukaondolewa katika utawala na madaraka. Na neno hilo alilisema, hakulisema kwa nafsi yake, hakusema kwa sababu ya uchamungu, bali isipokuwa kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule, alikuwa anatetea madaraka yake. Kumbe mpango wa Yesu ulikuwa ni bidhaa ya hesabu iliyofanywa baina ya wakuu wa makuhani Warumi pamoja na taifa hili kwenda kumsaliti Yesu. Njia gani waliitumia? Basi inatosha. Tangu siku ile walifanya shauri la kumuua, wakapanga shauri la kumuua ili wampate. Walifanyaje? 25:1 Luka 2. 25:1 twende haraka. 25:1 twende haraka. 25:1 Luka. Tuna dakika chache, twende haraka. Kompyuta yangu imekwama hapa. 25:1 Luka. 22:1 sorry. Naam. 22:1. Maana kompyuta iligoma. 22:1. Ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Ikakaribia sikukuu ya Pasaka. Ukisikia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ni sikukuu ya Pasaka ambayo Waisraeli walivuka kutoka nchi ya Kanaani kuja katika nchi ya ahadi, nchi ya Misri kuja katika nchi ya ahadi ya Kanaani. Endelea. Wakuu wa makuhani na waandishi, wale wakuu wa makuhani wakiwachumia na waandishi wa Torati, walikuwa wakitafuta njia ya kumuua. Wanaendelea sasa kufanya mipango ya kumuua. Maana walikuwa wakiwaogopa watu, kwa sababu walikuwa na hofu. Watu wanamuona Yesu ni mtu wa Mungu. Ukimkamata kizembe watu wataandamana, watauana. Endelea. Shetani akamuingia Yuda, akatumia fursa hiyo akamuingia Yuda aitwa Iskariot. Tena Yuda huyu anaitwa Iskariot, naye ni mmoja wa wale 12. Tena katika wale wanafunzi 12 wa Yesu. Akaondoka yeye yule Yuda, baada ya kukubaliana akaondoka, akaenda
akasema, akawaambia wale wakuu wa makuhani na majemedari wote wa jeshi jinsi atakavyoweza kumtia mikono. Akatengeneza mchoro atakavyomkamatisha Yesu. Wakafurahi, wale wakuu wa makuhani wakafurahi kwa tukio hilo, wakapatana naye kumpa fedha, wakakubaliana naye kumpa fedha. Inatosha, wala usiendelee. Kumbe mpango wa kukamatwa Yesu ulikuwa ni kutoa fedha, tena kwa nguvu za shetani aliyemuingia Yuda. Ina maana uokovu wa Wakristo katika kuitafuta uzima wa milele wanamtumikia shetani aliyetoa mchango na msaada wa kukamatwa Yesu ili asurubiwe. Mnampa shukurani gani shetani? 1:8 Rumi 1:8 Ufunuo. Heshima aliyopewa shetani baada ya tukio hili. Ufunuo 1:8 Ufunuo. Alipewa heshima Yuda. Ufunuo au 2:8? Ufunuo 2:8. Ufunuo wa Yesu Kristo 2:8. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Samrina andika. Na kwa malaika waliopo kanisa Samrina andika. Endelea. Haya ndiyo anenayo. Haya ndiyo anayenena yeye aliye wa kwanza. 2:8 hiyo. 2:8. 2:8. Umeanza 8. Niende 11. Endelea mpaka 11 au soma 11 tu. Soma 11, 2:11 maliza, muda unaenda. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pegamo. Na kwa malaika wa kanisa lililopo Pegamo andika. Haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Endelea. Anapajua akaapo. Ndipo hapo kanisani ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Takbir. Kumbe baada ya shetani kumwingia Yuda kuwasaidia kufa kwa Yesu, kanisa likapata nafasi ya kuwa wamempa shetani kiti cha enzi ndani ya kanisa. Yani kumbe shetani anakaa kanisani. Biblia hiyo, sio maneno yangu. Hii ndio heshima mliompa baada ya kufanya mchakato huo. Mungu anasema shetani kawapoteza, Yesu hakufa. Shetani kawapoteza, Yesu hakufa. 26:36 Mathayo. Haraka. 26:36 Matthew. Inasema kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Gethsemane. Ndio. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Ndio. Akamchukua Petero na wale wana wawili wa Zebedayo. Ndio. Akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Endelea. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Endelea. Akaendelea mbele kidogo. Endelea. Akaanguka kifulifuli. Ndio. Akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Bwana Yesu baada ya kugundua wahuni wamepanga mpango wa kumweka katika kifo, tena kifo cha kumdhalilisha, yeye alichofanya ni kumrudia Mungu. Anataka msaada, akafanya ibada ili kumrudia Mungu ampe msaada. Mungu alikubali shetani mpango wake na wahuni wachache kwa akili za Kikristo, au alifanya mabadiliko ya jambo hilo kwa akili za Waislamu kuwa hakuuawa? Waebrania 5:9. Anzia 7. 5:7. Waebrania. Ndio. Yeye siku hizo za mwili wake, huyo Bwana Yesu katika uhai wake, alimtolea yule awezaye kumwokoa. Aliomba dua kwa yule anayeweza kumwokoa na kumtoa katika mauti. Alimuomba dua Mungu pekee mwenye uwezo wa kumwokoa mtu na mauti. Maombi. Alifanya maombi sana na dua. Alifanya dua sana pamoja na kulia sana. Alilia sana machozi kumwambia Mungu. Ilikawaje? Akasikilizwa. Vipi? Rudia. Akasikilizwa.
Ilikuwaje? Akasikilizwa. Ilikuwaje? Akasikilizwa. Kwa nini alisikilizwa? Akasikilizwa. Kwa nini alisikilizwa? Kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Kumbe alisikilizwa kwa sababu Yesu alikuwa mcha Mungu. Kama nyinyi mnaamini Yesu sio mcha Mungu, alikufa kwa nguvu za shetani, basi mnautumia msalaba na akili zenu. Mungu amemwokoa Yesu kwa sababu alikuwa mcha Mungu. Kwa hiyo Bwana Yesu hakufa msalabani. Kwa kuwa hakufa msalabani, hata kufufuka automatically imekwisha. Maana hawezi kufufuka mpaka kwanza afe. Kwa hiyo kwanza teteeni kufa, alafu tuangalie kafufuka. Hatuwezi kujibu swala kufufuka kabla hajafa. Wassalamu alaikum. Sallallahu ala Muhammadi. Takbir. Takbir. Nilisema kuna mwalimu na mzungumzaji. Sasa mwalimu kafundisha. Mwalimu kafundisha. Alafu aliyefundisha ukiachilia ni mwalimu ni daktari. Sasa kazi inakuja kwa mwenyekiti mwenza. Bwana Yesu apewe sifa. Mwenyekiti mwenza hapa amemnadi Dr. Sule kwamba ni mwalimu. Lakini ikumbukwe kwamba kuna mwalimu na mkufunzi. Nimuite mkufunzi ambaye atakuja katika mahali pa kusawazisha. Bwana Yesu apewe sifa. Karibu mtumishi. Mkufunzi wa Dr. Sule anapanda. Msawazishe vizuri. Kwanza kitu ya kwanza ninashukuru kwa sababu Sule hajaguza Qur'ani tafsiri ya Ibn Kadiri iliyosema Allah alimuua Yesu siku 3 na siku ya 3 akamfufua. Hajaguza. Sasa kile ambacho amesema, alianzia kwanza na Qur'ani. Akasema hizo vitabu zingine zote ziliharibiwa, lakini iliyobaki sasa ni Qur'ani, na maneno yaliyobaki yako ndani ya Qur'ani. Sasa mimi nataka niulize sasa, ni kweli Mungu anaweza akashindwa kulinda vitabu 4 alafu akalinda kitabu kimoja? Kwanza msomaji nisaidie Qur'ani 74:24. Qur'ani hatuwezi kuitegemea kwa sasa. Mimi wanaambia watu wekeni Qur'ani mbali na watoto. Soma hiyo. 74:24. Inasemaje? Inasema hivi, twende. Katika 74:24 kitabu ni cha Qur'ani. Changamka. Inasema hivi. Inasemaje? Inasema na akasema hayakuwa haya aliyokuja nayo Muhammadi, hakuwa haya aliyokuja nayo Muhammadi ila ni uchawi. Ati nini? Ila ni uchawi. Ati nini? Ila ni uchawi ulionukuliwa kwa wachawi wakubwa kabisa wa zamani. Alafu anasema atajui salimika. Uchawi ulienda kwa vitabu na si mada. Hiyo nimekupa kitu inaitwa Panado. Alafu akaja akatoa Qur'ani 4:157. Ile Qur'ani usisome. Ile Qur'ani 4:157 nilikuwa nimetangulia kuisoma. Na nikasema hiyo Qur'ani haijasema Yesu hakufa. Imesema hawakumuua. Nikaahidi nitasilimu, na nitasilimu akitoa andiko Yesu hakufa. Nimeketi pale na goja hajatoa. Sasa hilo andiko naomba sasa nikufundishe hilo andiko. Wewe unasema kulingana na Allah mtu hawezi kufa kwa ajili ya mtu mwingine kulingana na Allah. Lakini huyo Allah Yesu ndiye alikuwa auawe. Allah akachukua sura ya Yesu akapadika mtu mwingine, huyo mtu mwingine akafa badala ya Yesu. Wote mnajichanganya.
Kwa nini huyo mwingine afe kwa ajili ya Yesu na Yesu asikufe kwa ajili yetu? Mwani mnajitanganya. Huyo mwingine alikufa kwa ajili ya Yesu, kwa nini Yesu asikufe kwa ajili yetu? Hiyo ni mchezo wa karubandika. Sasa ile kitu iko ni hapo, alibabaisha. Msomaji, mwalimu, si kuna haya kubabaisha? Ndio. Aliyotoa? Ndio. Ate walibabaishiwa mtu mwingine? Ndio. Nisaidie Qurani 3:7 nikuonyeshe aya kubabaisha hamfai hata kutumia. Soma hiyo 3:7 kitabu cha Qurani. Maliza. Qurani inasema hivi katika sura ya 3 mstari wake ni wa 7. Maliza. Inasema inasema hivi, yeye ndiye aliyekuteremshia kitabu hiki Qurani. Maliza. Ndani yake zimo aya mahkam nyepesi. Ndani yake muko aya muhkam nyepesi, chepesi kufahamika ambazo ndizo msingi asili wa kitabu hiki. Maliza. Na ziko aya zingine mutashabihati. Kumbe ndani ya Qurani kuna aya zingine mutashabihati zinababaisha. Maliza. Kama habari za akhera, za peponi, Maliza. na za motoni, na mengineyo. Maliza. ambayo yamehusika na roho, ambayo yanahusika na roho. Maliza. Wale ambao nyoyoni mwao kuna upotofu wanafuata zile zinazobabaisha. Kumbe ukiona Muislamu anatumia aya kubabaisha, moyoni wake kuna nini? Muna upotofu. Kwa sababu Qur'ani kuna aya za kubabaisha. Alafu akatoa aya walibabaishiwa mtu mwingine. Kumbe ile inatumika na watu wapotofu. Wa kwanza ni Sule. Sasa akaja akatoa 21:22 kumbukumbu ya Torati. Ikiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa, akauawa na akatundikwa kwa mti, mzoga wake usilale hapo, kwa maana aliyetundikwa juu ya mti amelaaniwa. Akasema kumbe mtu wa kutundikwa lazima awe na dhambi. Sasa kwa nini Yesu atundikwe na hana dhambi? Sasa Yesu alitundikwa na hana dhambi, kwa nini? Wakorintho wa 2:5-21. Hakuna hoja yako mimi sitajibu, lakini hakuna yangu utajibu. Soma hiyo. Inasema hivi 5:21 kitabu ni cha Wakorintho wa 2. Soma. Biblia inasema. Inasemaje? Yeye asiyejua dhambi. Yesu hajui dhambi. Alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu. Kumbe Yesu alienda msalabani, maana alifanywa kuwa dhambi. Alikuwa hana dhambi, alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu, akaenda msalabani. Nimemjibu kash. Akaida ya pili akasema amelaaniwa, mtu ametundikwa mtini amelaaniwa. Yesu umelaaniwa ama hujalaaniwa? Galatia 3:13. Wagalatia 3:13. Soma tusikie. Biblia inasema hivi katika 3:13 kitabu ni cha Wagalatia. Maliza. Kristo alitukomboa katika laana ya Taurati. Yesu alitukomboa katika laana ya Torati. Kwa kuwa alifanywa laana. Alifanywa laana. Kumbe Yesu hajalaaniwa, alifanywa laana. Kumbe mtu anatundikwa mtini amefanyaje? Amelaaniwa. Yesu alifanywa laana. Yesu hajalaaniwa, alifanywa laana. Yakaenda msalabani. Nimemjibu kash. Haya, tukuje 5:7 Waibrania. 5:7 Waibrania amemalizia kusema Yesu alikufa. Hiyo andiko Sule haisemi Yesu hakufa. Hebu sikiliza vizuri. Si unaona hawa watu? Unaona? Wewe nyinyi angalieni. Hawa watu nimewalemea mimi nakwambia. Nimewalemea kabisa. Angalieni wengi na hawatulii. Sasa hata utasikilizaje? Ndio jibu. Soma msomaji hiyo. 5:7 Waibrania. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Simama. Ukisikia mtu ambaye ako ndani ya mauti anatolewa ndani ya mauti, ako ndani ya mauti ama nje? Ndani ya mauti. Sio nje ya mauti. Alikuwa anaomba atolewe nje ndani ya mauti. Alikuwa ndani ya mauti. Haya, soma 8 sasa. Inasema hivi na ingawa ni mwana. Sasa Sule, sikia sasa. Umesema mimi nilisema yule Mungu Baba ndiye alikufa, sikusema hivyo. Andiko ile sema ingawa ni mwana.
Igawa ni mwana. Inasema ingawa ni mwana. Mariza. Alijifunza kutii. Alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Sasa hapo sura hakufika na ungetuambia mateso ilimpata akifanya nini? Maana alipatwa na mateso. Igawa ni mwana, alipatwa na mateso. Kwa hivyo Yesu alikufa na akatolewa ndani ya mauti. Ndio akafufuliwa. Alitolewa ndani ya mauti, alifufuliwa. Sasa wewe nikufundishe Kiswahili, nikufundishe dini, nani? Leo nitakufundisha bure, kesho utalipa. Hata uko na pesa mingi ya majini, ikifika kwangu na ikosha na damu ya Yesu, inakuwa si ya majini tena, inakuwa ni yangu. Sasa msemaji mwalimu, sasa mimi zile hoja ambazo nilizokuwa nimezitoa hakuguza. Yeye anakuja nasema Yuda aliigiwa na shetani. Akaenda kumsaliti Yesu, si ndio? Ndio. Kwa hivyo Yuda alimsaliti Yesu, akauawa. Baada ya kuigiwa na shetani. Shetani ndiye alimvua Yesu? Hapana. 3:13 Matendo ya Mitume. Kweli shetani alimuigia Yuda. Na kweli Yesu akasalitiwa akauawa, lakini Mungu akamfufua. 3:13. Huo ndio ushindi tunapata kwa ufufuo wake. Soma hiyo. Inasema hivi katika 3:13. Mungu wa Ibrahimu, ndio. Mungu wa Isaka, ndio. Na wa Yakobo, Mariza. Mungu wa baba zetu, ndio. Amemtukuza mtumishi wake Yesu, safi, ambaye nyinyi mulimsaliti na kumkana mbele ya Pilato. Alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Ndio. Bali nyinyi mkakana yule mtakatifu. Mkamkana Yesu ambaye ni mtakatifu. Yule mwenye haki. Yule Yesu ambaye ni mwenye haki. Mkataka mpewe muuaji. Wakataka wapewe muuaji. Mkamuua yule mkuu wa uzima. Wakamuua yule mkuu wa uzima. Ambaye Mungu amemfufua katika wafu. Unaona Mungu alimfufua nani sasa huyo? Huyo ni nani ambaye Mungu alimfufua? Nisaidie Wathesalonike wa kwanza 1:9-10. Mungu alimfufua mwanawe. Unaona Muhammad bado agali kaburini kwa sababu hakuwa mwana wa Mungu. Kama angekuwa ndiye mwana wa Mungu angefufuka, angekuwa kwa kaburi. Mungu alimfufua mwanawe. Soma hiyo. Wathesalonike wa kwanza 1:9-10. Kwa kuwa wao wenyewe wanatangaza habari zetu, jinsi tulivyokuwa tukiingia kwetu. Mariza. Na jinsi ulivyokuwa mkigeukia Mungu. Mariza. Mkaziacha sanamu. Twende. Ili kumtumikia Mungu aliye hai wa kweli. Mariza. Na mkamngojea mwanawe. Kutoka mbinguni. Ambaye alimfufua katika wafu. Kumbe tunamngojea Yesu kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Ambaye Mungu alifanyaje? Alimfufua katika wafu. Ameitwa mwanae. Kwa hivyo yule aliyetukufia si mwanadamu. Ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Na yule alifufuliwa ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Mbona hizi maandiko muoni? Na mnasoma hapo, mko na Biblia. Hizo maandiko mnavaa miwani ambayo muoni kabisa usule. Wewe siku Mungu atakuja atakuhukumu kwa sababu unatumika kudanganya watu. Biblia uko nayo unaisoma. Hiyo maandiko mbona usisome? Mungu alimvua Yesu. Biblia inasema Yesu alikufa. Hiyo maandiko mbona usomi? Alafu nikatoa 3:55. Rudie 3:55 Barwani. Alafu some Ibn Kathir. Isome tu Ibn Kathir. Acha tufungue zote. 3:55. Hiyo ni hoja yenye muguzi. Hata mkitafuta komiti, si unajua mko hapo komiti, hamugusi. Sijui yote komiti na wasaidia nini. Inasema hivi. Twende. Pale Mwenyezi Mungu aliposema, wewe Isa, wewe Yesu, mimi nitakufisha, mimi nitakuua na nitakunyanyua kwangu. Ndio nikasema waliosema wamemuua hawakumuua. Yule aliyesema atamuua ni Allah. Na kupitia wasomi wa Kiislamu wanasema Allah alimuua siku ngapi? Siku 3. Soma tusikie. Inasema inni
mutawafika, mimi nitakufisha. Twende. Maanahu, maana yake ndio mumituka. Twende. Waqala ibnu Ishaka, na anasema mtoto wa Ishaka, maliza, an Idrisa, maliza, kutoka kwa Idrisa, amatahu Allahu thalathati ayami, Mungu alimuua Yesu siku 3. Thumma ba'athahu, kisha akamfufua. Thumma rafa'ahu, kisha akamnyanyua kwake. Kweli kweli, nyinyi ni watu wa saburi gani? Kwa sababu tafsiri nyingine 3:58 ndio kuwa Nabii Isa amekufa ni jambo la hakika kabisa, lisilo na kinyume. Hizo ni Qur'ani ngapi? Qur'ani 3 zimesema Yesu alifanyaje? Amekufa. Wanaguza? Hawajagusa. Ni kama ziko na bomu. Mnaziogopea nini? Mnaziogopea nini hizo? Tumezisoma hapo muguzi. Kama nyinyi wa kweli na mko komitia walimu, uzeni hapo. Mimi nimejenga hoja muguzi, hoja zote zake nimejibu. Nimeanza alisema hivi, nikajibu. Ameanza hivi, akajibu. Sasa namaliza na Yesu 21:16-21 Mathayo. Tangu wakati huo nimalize nikakae. Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba mampasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makohani na waandishi, na kuuawa, na siku ya 3 kufufuka. Sasa Yesu alikuwa na shetani. Ndiye aseme ya kwamba ataenda ateswe, akufe, alafu afufuke. Tunasema tuko na shetani. Alafu akasoma 2:8 Ufunuo, ati katika kanisa kuna kiti ya shetani. Ni Kiswahili ujui. Hapo inasema kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo. Kanisa lina malaika. Nyinyi msikitini ndio mko na shetani, kwa sababu majini si mashetani. Si mko nao huko kwa msikiti. Si ulisema wazilimu hata wewe unawatumia. Wewe mwaisikia mimi nikisema kwa kanisa litumia majini kweli? Si nyinyi mko nao. Lakini kanisa hilo ambalo liko na malaika, hapo karibu kulikuwa na msikiti, uko na shetani. Kuna shetani. Ilikuwa imekaribiana na msikiti hapo. Lakini ndani kulikuwa kanisa kuko na malaika, lakini msikiti iko hapa, shetani ilikuwa hapo karibu na kanisa hapo. Haya, Mungu awabariki. Halo. Huyo ndio mkufunzi. Unajua bwana, mtu ambaye ana roho wa Mungu, yeye ni mkufunzi, huwafundisha hata wale wanaojidai ni walimu. Amepita mle na nyundo ile. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tupunge kidogo mikono. Haleluya. Naam, huu ndio mdahalo wa kielimu. Naam. Sasa nimkaribishe ndugu yangu huyu anaye ni mdogo kwa umri, lakini eti ananiambia mimi mdogo. Yaani dini zingine za ajabu Yaani ni mdogo kweli, lakini hapa anajitutumwa eti mimi ni mdogo wake. Ngoja nikupatie rafiki yangu uendelee. Ni mzee Abdallah huyu. Takbir. Kasema mdogo wangu alafu ni mzee. Sijui mnaelewa lakini yaani watoto siku zote ni watoto tu. Mdogo wangu mzee. Sasa unakataa nini? Kishajua hilo. Kazi elimu. Waislamu takbir. Takbir. Huu ni mdahalo wa kielimu. Na ndio maana kuna mzungumzaji na mwalimu. Kwa sababu tunatafuta elimu. Sasa niwakumbushe wapeleka mada. Unaposoma aya sema nasoma aya, na unaposoma kitabu sema nasoma kitabu fulani, na unaposoma sherhe ya aya sema ni sherhe ya aya, kwa sababu ni mdahalo wa kielimu. Ukisoma sherhe alafu useme nasoma aya, unashusha elimu yako. Sigusi mada, simkosoi mwalimu kwamba alifanya hivyo, kwa sababu ni kazi ya walimu. Daktari Saif Hassan Sule, fundisha. Mzungumzaji kitamaliza kuzungumza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ukristo ni mzigo zaidi ya mzigo wa misumari. Kuna vitu ukivizungumza unajifunza kabisa kwamba uelewa ndio shida, na ni watu wanapenda kubadilika. Jana wamemtetea Mungu, leo wanamuua. Sasa hivi hapa kasoma 3:55 Qur'ani, anasema ile aya inamkusudia Isa, na Isa ndio Yesu. Tukipanga sasa hivi tufanye mada baadaye, Yesu ndo Isa au sio, watakuja na hoja Yesu na Isa ni watu wawili tofauti, ila sasa hivi anamtumia Isa ndo Yesu. Sasa hivi tukipanga mada Isa ndo Yesu, atakuja na mada Isa na Yesu ni watu wawili tofauti. Huo ndio Ukristo. Yaani Ukristo ni kufungwa akili alafu mtu mwingine anaziendesha anavyotaka. Wakatae kama haya maneno anayosema sio, aje hapa aseme kama Isa ndo Yesu. Aje atamke hapa yule Ndacha, aje aseme hapa Isa ndo Yesu, aje aseme anaamini Isa ndo Yesu. Yaani akija hapa anabadilika, Isa na Yesu watu wawili tofauti, ila kwenye madai Isa ndo Yesu, kwa sababu kuna aya za Qur'ani anazitaka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndugu zangu, amesoma vitabu. Sisi hatusimami hapa kuhubiri Ukristo. Mimi nimesimama hapa kuhubiri Uislamu. Jukumu langu na wajibu wangu wa kwanza ni kuonyesha evidence zinazothibitisha mafundisho ya Uislamu juu ya kuwa Yesu hakufa msalabani. Sijaletwa hapa nisimame nijibu hoja za Ndacha kwamba Yesu kafa msalabani. La, nafundisha. Muda wa kujibu utafika na vitabu nitamfundisha, atavijua. Yaani yeye anataka kunifundisha mimi, anadhani mimi ni mwalimu usinibaini. Eti nitoke hapa niende nifuate anachokitaka mpaka tunamaliza mjadala. Mimi sikuja kujibu hoja za Wakristo, nimekuja kutetea msimamo wa Uislamu. Yesu hakufa msalabani. Ila muda wa majibu ukifika, vitabu nitamfundisha. Lakini kafika hapa anasema ananikoga. Kunikoga siogopi. Kwamba wewe hata ukinipa pesa za majini nazisafisha kwa damu ya Yesu, kwa sababu zinakuwa safi. Majini ndo mashetani. Ikiwa mimi nimekaa na majini na natumia pesa za majini na mashetani, nimejifunza kwa Yesu. 6:70 Yohana. Soma kwanza hiyo. Mfungulieni maiki msomaji. Yohana 6:70. 6:70 Yohana. Yesu akasema, mimi Yesu Sikuwachagua ninyi 12. Sikuwachagua nyie 12. Na mmoja wenu ni shetani. Na mmoja wenu kati ya hao ni shetani. Kumbe Yesu katika wanafunzi wake 12 mmoja ni shetani. Sasa kama mimi najifahari na mashetani, mwalimu wangu ni Yesu. Nashangaa nyie mnawakataa na mwalimu wenu anawachagua. Tumalize hapa mwalimu. Inawezekana ibilisi wenyewe katika nyie, kama sio wewe Ndacha Masawe. Endelea. 10:17 Luka. 10:17 Luka. Inasema ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Kumbe hata majini walikuwa wanatii jina la Yesu. Sasa mimi nitakuwa waajabu kiasi gani? 16:23 Mathayo, nyingine kula hiyo. 16:23 Mathayo. Juu ya mashetani. Akageuka akamwambia Petero, nenda nyuma yangu shetani wewe. Ukikwazo kwangu. Kumbe Yesu katika wanafunzi wake wawili walikuwa mashetani. Sasa unashangaa mashetani kwa na kiti kanisani, si ndio kwenu huko? Kama nataka tuzungumzie mashetani kama ukatilia. Wewe twende kwenye maana, hata kutoka kwenye maana. Mdahalo wa kielimu tunazungumzia Yesu alikufa msalabani au hakufa msalabani. Qur'ani inasema habari ya kufa kwa Yesu msalabani imejengwa 57. Ina hitilafu kati yao. Kuna vitu wenyewe kwa wenyewe hawaelewani. Hebu